kwenye kile kitabu cha Ufunuo, maandiko yanasema hivi, akanunua watu wa kila kabila, watu wa kila lugha, watu wa kila jamaa kwa damu yake. Kumbe damu ya Yesu Kristo katika ulimwengu wa kiroho ni kama pesa, ni kama vile ambavyo tunatumianga pesa hapa duniani ili kununua vitu ambavyo tayari hatuna, vitu ambavyo vimefungwa, vitu ambavyo viko kwenye madeni. Kwa hivyo katika ulimwengu wa kiroho, kama ukijipata umeingia kwenye madeni, maana nimesema deni ni spirit. Mkopo sio mbaya, tuelewane vizuri. Maana mkopo ni pesa ambayo umechukua ama mali ambayo umechukua ili urudishe kwa wakati fulani ama kwa masharti fulani. Lakini deni ni mkopo ambao haujalipwa kwa wakati wake ama kwa masharti ambayo yametolewa. Nataka tuelewane hapo. Kwa hivyo deni ni spirit. Maana tayari umepitisha wakati ama hujalipa kwa masharti. Deni ni spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa maandiko yanasema Yesu kwa damu yake akanunua watu wa kila kabila, watu wa kila lugha. Kwa hivyo anaponunua mtu, anamnunua mtu akiwa kabisa the whole person. Hajanunua roho yake peke yake, hajanunua nafsi yake, amenunua mwili, roho na nafsi, na akanunua mali zake zote, kile ambacho alikuwa amekimiliki. Kwa sababu shetani tayari alikuwa ametuchukua akatumiliki, na alikuwa ametumiliki pamoja na mali zetu, pamoja na akili zetu, na maana akili zetu kwa tunazitumia ili kumtumikia shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa damu ya Yesu Kristo, maandiko yanasema kwenye kitabu cha Ufunuo, akanunua watu wa kila kabila, watu wa kila lugha, watu wa kila jamaa kwa damu yake. Ukijua nguvu iliyomo katika damu ya Yesu Kristo, hautakaa kwenye madeni ambayo umekaa kwayo tena. Maana najua kuna kile ambacho kwenye maisha yako kiko kwenye deni, kinahitaji kilipwe ndio ukipate tena. Wengine akili zao ziko kwenye madeni, wengine mikono yako kwenye madeni. Mikono yako haiwezi kukupea hata chakula, mikono yako haiwezi kukupea mafanikio. Umejaribu kwa nguvu zako, haiwezekani. Na maana kwamba mikono yako kwenye madeni. Pamoja na kuwa unaona umeimiliki mikono yako, lakini iko kwenye madeni ya shetani. Lazima uinunue kwa damu ya Yesu Kristo, kama vile Yesu alipokufa akanunua watu wa kila kabila, watu wa kila lugha na watu wa kila jamaa kwa damu ya Yesu Kristo. Kuna watu ambao miguu yao ni deni ya mizimu. Alienda mtu akachota mchanga akamiliki miguu yako. Unajaribu kupiga hatua, hauwezi ukapiga hatua. Unajaribu kuendea hatima yako, kuendea hiyo kazi, haiwezekani. Unapata mwingine ameshapata, kwa sababu miguu yako imefungwa mahali pamoja. Miguu yako imekamatwa kule ushago, kwenye mizimu, kwenye madhabahu za mizimu. Pamoja na kuona hiyo miguu, na ujue kwamba miguu huwa inatumika katika kumiliki vitu. Yoshua wanaambiwa hivi, Yoshua anaambiwa na Mungu ya kwamba mahali popote ambapo mtakapokanyanga mtakuwa miliki. Sasa miguu yako kama imemilikiwa na mtu mwingine, ukikanyanga popote, na maana ukija Nairobi hauwezi ukamiliki Nairobi, hauwezi ukamiliki hiyo kazi, hauwezi ukamiliki hiyo mke, hauwezi ukamiliki chochote kwenye maisha yako, kwa maana miguu yako iko kwenye madeni. Maandiko yanasema kwa damu ya Yesu Kristo akanunua watu wa kila kabila, watu wa kila lugha, watu wa kila jamaa. The blood of Jesus in the spiritual realm inatumikanga kama ringo tenda. Kiingereza sio lugha yangu, lakini leo ni kama nimefika penyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Inatumika kama pesa ya kununua, kama vile unaendanga dukani. Kwa hivyo damu ya Yesu Kristo, nataka nikuonyeshe vile ambavyo utaitumia. Unaangalia maisha yako, unaona kwamba kile ambacho kimefungwa ni mali zangu, kile ambacho kimefungwa ni pesa zangu, kile ambacho kimefungwa ni masomo yangu, kile ambacho kimefungwa ni ndoa yangu. Kwa hivyo unachukua damu ya Yesu Kristo, unaenda unapea yule ambaye amefunga hicho ambacho kimefungwa. Unamwambia kwa damu ya Yesu Kristo na kuamuru achia, maana ni bila shaka shetani ndiye amekamata. Unamwambia kwa damu ya Yesu Kristo. Lazima watu wajifundishe namna ya kuomba. Kuna vitu ambavyo vinamilikika kwa damu ya Yesu Kristo, na vingine vinamilikika kwa sadaka. Kuna vingine vinamilikika wakati ule ambapo umepata ufahamu, lakini kuna vingine ambavyo vinamilikika, yani kila chochote ambacho unakihitaji kwenye maisha yako kinahitaji ujue unakimiliki kwa namna gani. Kwa mfano, ukiwa kwenye deni, kile ambacho kwenye deni kwenye maisha yako
lazima utumie damu ya Yesu Kristo ili ukimiliki, haswa vitu ambavyo vimekamatwa katika ulimwengu wa roho. Na ukielewa kwamba maandiko yanasema roho ndio itiao uzima, mwili haufai kitu. Kitu chao kikamatwa rohoni, hata hapa mwilini kinakuwa kimekamatwa. Kwa hivyo ndio ukipate tena, lazima ukifungue kwanza mwilini, ukikufungue kwanza rohoni, ndio kije kufunguliwa mwilini. Na utakifungua kwa damu ya Yesu Kristo, maana damu ya Yesu Kristo ndio iko na udhamana wa kutosha wa kununua hicho chako ambacho kimemilikiwa, kimekuwa katika deni. Kuna watu wanatembea lakini hawana akili. Akili zimemilikiwa na shetani. Ndio maana utaona kwamba huyu mtu anaweza akaua mtoto wake, akaua mama yake, akaua wazazi wake. Maandiko yanasema atafaidiwa mtu nini akipata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Shetani baada ya kuwa amekupea mali zake, huwa anachukuanga nafsi yako, anachukua akili zako, anachukua hisia zako, anachukua nia yako. Ndio maana utaona kwamba mtu aliye katika ulimwengu wa kishetani akiua mtoto wake ana shida, ametulia, kwa sababu akili zake sio zenyewe anatumia, zimemilikiwa na mtu mwingine, anapelekeshwa tu, ziko kwenye madeni, zimekamatwa na mtu. Ni nini kwenye maisha yako kimekamatwa? Maana unaweza ukakikomboa kwa damu ya Yesu Kristo. Ni nini kwenye madeni? Maana topic ni kutoka katika madeni, namna ya kutoka kwenye madeni. Nataka uangalie kwenye maisha yako ni nini ambacho kiko kwenye madeni, maana damu ya Yesu Kristo inaweza ikakutoa kwenye madeni. Sasa nataka tusome mstari mmoja kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 7, tuanzie mstari wa 20 tushuke polepole. Nasema hivi: kila mtu na akae katika hali ile ile ambayo alikuwa nayo alipoitwa. Je, uliitwa huu mtumwa? Usione ni vibaya, lakini kama ukiweza kuwa na uhuru, afadhali kuutumia. Kwa maana yeye aliyeitwa katika Bwana hali ya utumwa ni huru wa Bwana. Vivyo hivyo naye yeye aliyeitwa hali ya uhuru ni mtumwa wa Kristo. Mstari wa 23 ndio hapo nataka usikize kwa makini. Nasema hivi: mlinunuliwa kwa dhamana, msiwe watumwa wa wanadamu. Huyo mtu ambaye amenunua masaa yako kuanzia saa 2, kuanzia saa 12 mpaka saa 12 ya jioni, ya kwamba umtumikie, ufanye kazi yake. Hata damu ya Yesu Kristo, maandiko yanasema ya kwamba unaweza ukajitoa pale kwa damu ya Yesu Kristo. Maana maandiko yanasema mlinunuliwa kwa damu ya dhamana ili mtoke katika utumwa wa wanadamu. Ndio maana maandiko yanasema amelaaniwa amtegemea mwanadamu, amfanyaye kinga mwanadamu, maana atakuwa fukara nyikani, kama fukara nyikani, na wala ataona mema yatakapomjilia. Mungu hataki uwe mtumwa wa watu, lakini maandiko yanasema hapa, kama imetokea kwamba umeajiriwa, umekuwa mtumwa wa mtu na uliokoka ukiwa mtumwa wa mtu, si vibaya. Lakini Paulo anasema hivi, ingekuwa vizuri zaidi kama ukitoka katika utumwa ukawa huru. Maana ukiwa huru utamtumikia Kristo, lakini ukiwa mtumwa wa mtu utatumikia huyu bwana wako, utatumikia huyu mtu ambaye amekuajiri. Sasa hapo ndio kuna nguvu ya damu ya Yesu Kristo. Unafaa kujua umuhimu wa damu ya Yesu Kristo ili kukutoa katika utumwa ambao wanadamu wamekuweka. Wanadamu walionunua masaa yako, hayo masaa unaweza ukayatumia kama ukijua damu ya Yesu Kristo, nguvu ya damu ya Yesu Kristo, unaweza ukayatumia kumtumikia Kristo na bado ukapata pesa, maana dhahabu na fedha ni mali ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwenye kile kitabu cha Yohana mlango wa 8 mstari wa 35, maandiko yanasema hivi: mtumwa huwa akai nyumbani, ila mwana ukaa. Mtu akiwa mtumwa anakuanga na roho ya kuhangaika. Akai nyumbani na maana atulii. Ni mtu wa kumuvu kutoka hapa kwenda mahali pengine. Ni mtu ambaye hawezi akatulia, kwa roho ya kuhangaika. Unaanza hii ndoa, unatoka unaenda ingine. Unaanza hii biashara, unatoka unaenda pahali pengine. Maana utulii kwa sababu wewe ni mtumwa. Ninaongelea kuhusiana na utumwa wa kiroho na utumwa wa kimwili. Zote kwa pamoja, the blood of Jesus inaweza ikakutoa pale, kama ukijua nguvu iliyomo katika damu ya Yesu Kristo. Maana maandiko yanasema kwenye hiyo kitabu kwamba mtumwa huwa atulii nyumbani, lakini mwana huwa anatulia. Jifundishe kukaa kama mwana,
lakini ndio ukae kama mwana, lazima ujifundishe vile damu ya Yesu Kristo itakutoa katika utumwa wa shetani, ikufanye kuwa mwana wa Mungu.